hii tumepata fursa ya kwenda kutembelea kituo chetu cha huduma za pamoja cha Kasumulu. Tumeona kutokea na changamoto iliyojitokeza, tumeona jinsi miundombinu ya kituo hiki ilivyoharibika, lakini tunamshukuru Mungu kwa kufuatia maagizo yaliyotolewa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Kituo hichi sasa kimeanza kufanya kazi na wafanyakazi wote wapo, na tayari serikali inaendelea kurekebisha miundombinu ambayo imeharibiwa. Kwa hiyo tunawapongeza sana. Kubwa tumezungumza kwa pamoja na tumeona kuna baadhi ya changamoto ambazo zinajitokeza za ufanyaji wa biashara kati ya nchi zetu hizi mbili, na kubwa zaidi ambalo limekubalika ni kuhakikisha kwamba zile changamoto ambazo tunaweza kuzitatua wenyewe kwa ndani, basi changamoto hizo zitafanyiwa kazi, na zile changamoto ambazo tumeona kwamba ni za jumla, basi zitatatuliwa rasmi kwenye vile vikao vyetu vya ujirani mwema na vikao vya tume ya hudumu za pamoja za ushirikiano ambazo zinafanyika kati ya nchi zetu mbili. Pata madhira kidogo, lakini sasa hivi tumesharudi, tunafanya kazi. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kuwahakikishia wafanyabiashara wote pamoja na importers wote ambao wanatumia mpaka wetu wa Kasumulu. Mara nyingi wanatoka Malawi. Kwa hiyo nikuombe tu kawaambie kwamba mpaka wetu sasa unafanya kazi vizuri na hakuna shida yoyote. Kwa hiyo niwaombe tu watu wote ambao walikuwa wanatumia mpaka wetu ambao walikuwa labda wana wasiwasi, Mheshimiwa DC atazungumza, lakini hata ulinzi tuko salama, tuko vizuri kabisa. Sasa tumetamani watusaidie. Uzuri wenzetu hapa mpakani wako very friendly. Yaani kitu kama kiko sahihi kama mafuta, sijui nini, pite tu mpakani. Haina haja kupitisha kwenye vichochoro, na wanakuwa hawatusaidii kabisa. Na wanatengeneza mazingira magumu, kwa sababu hata sisi jamii yetu hii ya mwambao wa huko, unakuta tukifanya doria tumekamata kitu, wanarudi tu kule, wafu wamekaa pale wanatuangalia, yaani kwamba nyewe mkiondoka sisi tunavuka. Kwa hiyo tungekuwa na mashirikiano kidogo, tungekuwa tunalinda mpaka wetu. Hata hivi vipenyo sidhani kama ingekuwa ni issue. Ilikuwa kuna issue za mambo ya mazao, lakini kwa tumewaalika wenzetu wa jumuiya ya wafanyabiashara pamoja na clearing and forwarding agent. Pia bado nilikuwa napenda, kwa sababu kuna restriction fulani ambazo wenzetu wa Malawi waliziweka kwa mazao, haswa kipindi cha msimu unapokuwa mazao ya karanga na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kuna restrictions ambazo wenzetu wa Malawi waliweka, ambazo pia zilikuwa zinaleta ugumu wa wafanyabiashara wetu wa kutoka huku Tanzania kwenda kuchukua mazao hayo kuyaleta Tanzania. Sasa hiyo ilienda ikachochea swala la magendo kuwa kubwa, kwamba watu wakawa sasa, kwa sababu wanahitaji hivyo vitu kutoka Malawi, lakini sasa wakawa wanalazimika kuwa wanapita njia za pembeni, yani njia ambazo sio rasmi, na badala yake kupita hapa katikati. Kwa hiyo pia vilitufanya kidogo tukawa tunakosa sana mapato. Kwa hizi biashara zinabadilishana, wakati mwingine zinatoka Tanzania kwenda Malawi, hazina usumbufu kabisa, lakini wakati wa kutoka kule kuja huku wao watoi vibali. Mwanzo walikuwa wanatoa vibali. Mwaka huu hatujafanya kabisa biashara. Kwa hiyo kulikuwa na biashara za kupita mtoni. Kwa hiyo mfanya biashara kama unavyojua inabidi ajitetee kwa njia za pani ambazo zinatusababishia gharama kubwa sana. Tumeshakaa vikao na watu wa TRA, tuliwaeleza kwamba hili likiwezekana, sisi hatupendi kupita pembeni, hatupendi kufanya magendo, inatusababishia kwa sababu ya upande wa pili hawajaweka utaratibu sawa. Sasa baada ya 29 ndio kulifanyika uharibifu kama ulivyojionea kwenye maeneo mengi, kwenye ofisi zote almost zilizokuwa zinatumia lile jengo, TRA, kilimo, watu wa usalama, uhamiaji, zimamoto, zote facilities za kule zimeharibiwa, ikiwa sasa na pia milango yote, zile safe uliona na system zote za uendeshaji wa kule. Na baada ya kuwa tumepata hiyo taarifa, nafikiri tulikaa kwa kushirikiana na taasisi zote na meneja wa TRA kubaini na kutafuta alternative ili mpaka uweze kumove. Na jengo hili tunashukuru Mheshimiwa Rais
kulifikisha hatua hii. Kwa hiyo ndo wakahamia huku. Sasa tuko kwenye tathmini ya kuanza kulirudisha katika hali yake ya awali. Hadi sasa tumeshapata preliminary estimate zake ambazo tumezituma Mahakama Kuu, na kwa sababu tulikuwa pia na addendum ya mradi huu, nilikuwa nazungumza na kwa Mahakama Kuu kwamba sasa ile addendum walipeleka kwa AG kwa ajili ya kupitiwa ili waweze kuruhusu tuweze kuanza kufanya matengenezo mengine wakati